hata wakati tunapotaka kufanya marekebisho makubwa kwenye pitch pale, unakuta kuna michezo mikubwa inakuja, kwa sababu imekuwa ni kama back to back sana. Ukipata labda ni mwezi mmoja, lakini ili ufanye marekebisho makubwa ya kimkakati ni lazima upate muda mzuri wa kurekebisha kila kitu. Kwa hiyo hata walivyokuwa wametoa ile statement ya kufunga, kama unakumbuka, tulifanya marekebisho mazuri ya kawaida ambayo yaliruhusu mchezo kuchezwa, lakini kwa maana ya mifumo mikubwa sasa ambayo inaweza kuhimili hali inayojitokeza kwa kiwango cha juu kama mvua ilionyesha wakati ule, kwa vyovyote vile lazima mapungufu kama hayo yangeweza kuonekana. Na ndio niliona serikali baada ya hapo iliweza kutoa statement ili kuweza kuona namna sasa ya kurekebisha hayo mambo makubwa, na uliona kuna vifaa mbalimbali vipya ambavyo vimeshawasili kwa ajili ya kufanya sasa hayo mapungufu yanatatuliwa na hivyo vifaa. Kwa sababu unapofanya utaalamu kwenye uwanja, si swala tu la kuangalia kama unavyofanya viwanja vingine. Mifumo ya pale umesema, kwa mfano uliona ni Manchester umesema wanabonyeza maji, hata sisi huo mfumo tunao na tunamwagilia kwa njia hiyo. Sio kwamba huo mfumo hatuna. Lakini kwa sababu ya matumizi ya mara kwa mara, uwanja ni mmoja, na wakati mwingine unakuta ile interval ya mechi moja na nyingine hazitofautiani sana, unakuta tunapata changamoto kama hizo. Lakini sasa mikakati ipo, vifaa vipo, marekebisho yanakwenda kufanyika kwa kina vizuri, ili sasa tuondokane na ile hali ambayo uliiona. Na ndugu tu mtangazaji, nikueleze, si kwamba ni sisi tu wa kwanza. Hata iwe Ulaya au wapi, kuna wakati inatokea mvua kubwa ikinyesha na pengine ni muda mfupi kuelekea kwenye mchezo, ile tuseme ule mfumo wa kitaalamu unaweza kuzidiwa, kwa sababu wenyewe unanyonya maji kwenda chini alafu unapeleka kwenye ile mifereji na kutoa nje ya uwanja. Lakini kama mvua itanyesha kubwa zaidi kwa wakati mfupi, manake lazima sasa kuwe na ile interval kidogo ya kunyonya hayo maji. Sasa yale maeneo ambayo unakuta yameathirika, kwa vyovyote vile unajikuta kwamba yanaleta shida. Na changamoto tulio nayo pale ni kwamba tulikuwa hatuna baadhi ya mashine ambazo zinatoa kuna kitu kinaitwa organic matter. Yaani nyasi zile zinapokuwa zinaota zinakuwa, kuna zingine zinakufa. Kwa sasa vile vifaa vya kiwango cha juu kabisa vya kusafisha ile layer ya juu ili kuendelea kuwa na mchanga unaotakiwa na kusawazisha ile eneo likawa sawa, kulikuwa na changamoto, na ndio vifaa ambavyo vimeshawasili tayari. Na ndio maana uliona kama kuna tope fulani. Ile tope linatengenezwa na ule uozo wa zile nyasi ambazo zinakufa. Kwa hiyo unapotoa, lakini sasa kama huna kifaa kizuri cha kisasa ambacho kinaweza kutoa hiyo layer, unakuta matatizo kama hayo yanatokea. Kwa hiyo tayari hatua zimechukuliwa na taratibu zinaendelea kufanyika kuhakikisha kwamba tatizo hilo halijitokezi tena kwa kiwango.